Mtazamaji popote pale ulipo, ikiwa leo ni siku nyingine tena na wakati mwingine tena, tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mola pekee. Safari yetu kama kawaida ama ziara yetu fupi siku ya leo ilikuwa ni kuelekea ndani ya shule ya Pongwe Girls Islamic. Wanazungumzaji safari ya mheshimiwa mbunge wa viti maalum si mwingine ni Mwana Aisha Ulenge. Ameleta nini? Hii kwa maana mabinti wetu kusoma hapa, lakini walikuwa wako wazi, wakaniomba nilibebe hilo. Sasa biidhnillahi, muda na wakati kama huu Mwenyezi Mungu ndio imempendeza na mimi walau kuweza kuleta mchango wangu katika kile ambacho niliwaambia siwaahidi, lakini ninajua nimelibeba. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ameniwezesha kuja kushiriki. Lengo ndio hilo, tunakabidhi mifuko 50 hii ya simenti kuchangia uzio wa shule. Niko naye mwalimu mkuu wa shule hii, atuambie. Karibu sana. Tumepokea mifuko ya simenti takriban 50 kutoka kwa Mheshimiwa Injinia Mwana Aisha Ulenge. Tunampongeza sana, tunashukuru kwa jitihada zake. Hakika mifuko hiyo itatusaidia katika ujenzi, sasa katika ujenzi wa uzio. Tuko na ujenzi wa uzio ambao ujenzi huo bado haujakamilika. Tunamshukuru sana Mheshimiwa na tunamuomba akipata nafasi nyingine, basi tunayo mambo mengi, basi azidi kutuunga mkono katika kuwasaidia mabinti wa Kiislamu pamoja na jamii ya Tanzania kwa ujumla. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu. Ni nadra mara nyingi unakuwa watu wanaahidi alafu wanapotea. Lakini ukiona kwamba mtu anaahidi jambo katika muda mrefu alafu anatokea, hii ni sifa ya kipekee sana. Kwa hiyo kwa hili namshukuru Mwenyezi Mungu na kumwombea kwa Mwenyezi Mungu katika yale anayofanya aweze kufanikiwa zaidi na zaidi, kwa sababu amekuwa ni mwenye kutimiza ahadi zake. Hili jambo bora kabisa. Utaona siku ambayo aliahidi tulimuomba ashiriki nasi katika kuweka uzio wa shule, na ukifika pale utakuta kwamba kuna jiwe la msingi la uzio wa shule hii wa ukuta, yeye ndio ambayo aliliweka. Kwa hiyo na zawadi ama ahadi ambayo kuja kutimiza leo bado inaambatana na lile ambalo aliliahidi. Kwa hiyo ni jambo bora kwetu na kwake kadhalika. Nashukuru sana. Tunamshukuru kwa kutuletea mifuko hii ili tuweze kujenga fensi na tuweze kusoma kwa kujiamini bila hofu yoyote kuhusu majambazi kutuingilia na mengineyo. Asante.